Katika siasa za Kenya kuna viongozi wanaofuata upepo na kuna wale wanaosukuma upepo wenyewe. Jina lake limekuwa likitajwa kwenye mijadala mikali ya kitaifa, ndani ya seneti na katika majukwaa ya siasa. Huyu si mwingine bali ni Edwin Watenya Sifuna, wakili, mwanasiasa na sauti isiyoogopa kusimama katikati ya dhoruba ya siasa. Hii ni safari yake kutoka taaluma ya sheria hadi kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za sasa za Kenya. Katika medani ya siasa za Kenya kuna majina yanayopita kimya kimya na kuna yale yanayobeba sauti nzito, hoja kali na msimamo usiotetereka. Jina lake la Edwin Watenya Sifuna linaangukia kundi la pili. Edwin Watenya Sifuna alizaliwa tarehe 22 Mei mwaka 1982. Akiwa kijana mwenye ndoto na ari kubwa, Sifuna alichagua taaluma ya sheria, taaluma iliyohitaji akili makini na udhubutu. Akiwa wakili aliyesajiliwa Mahakama Kuu ya Kenya, alijijengea msingi imara na kuelewa katiba, haki na misingi ya utawala. Lakini safari yake haikuishia mahakamani tu. Mwaka 2017 jina lake lilianza kuvuma kitaifa alipoteuliwa kuwa msemaji wa muungano wa NASA. Katika vipindi vya runinga na mikutano ya hadhara, alisimama kama sauti ya upinzani, akijibu maswali ya wanahabari kwa ujasiri na kuwasilisha hoja kwa umakini wa kisheria. Hapo ndipo Wakenya wengi walianza kumtambua. Baadaye alikabidhiwa jukumu zito zaidi ndani ya chama cha Orange Democratic Movement ODM kwa katibu mkuu wake mwaka 2018. Alichukua nafasi hiyo wakati chama kikihitaji sauti thabiti ya kukisimamia katika vipindi vya changamoto na mageuzi ya kisiasa. Kama katibu mkuu, Sifuna hakuwa tu mtendaji wa ofisi, alikuwa mtetezi wa sera, msemaji wa chama na mpambanaji wa misimamo ya kisiasa. Mara nyingi alionekana kwenye majukwaa akitetea maamuzi ya chama hata pale ambapo upepo wa kisiasa ulikuwa mkali. Mwaka 2022 alichukua hatua nyingine kubwa. Aliwania kiti cha seneta wa kaunti ya Nairobi, jiji lenye siasa zenye ushindani mkali, lakini alishinda. Leo hii kama seneta wa jiji la Nairobi, Sifuna anasimama katika bunge la seneti kama sauti ya wakazi wa jiji kuu, achangia mijadala kuhusu ugatuzi, uwajibikaji wa serikali za kaunti na masuala ya kitaifa. Hoja zake hubeba mchanganyiko wa taaluma za sheria na uzoefu wa kisiasa. Hadi sasa anaendelea kuwa mmoja wa viongozi vijana wenye ushawishi mkubwa ndani ya ODM na katika siasa za taifa. Wengine umuona kama mkosoaji mkali wa serikali, wengine umuona kama mtetezi jasiri wa misingi ya kidemokrasia. Lakini bila kujali mtazamo wa mtu, jambo moja ni wazi: Edwin Watenya Sifuna si mwanasiasa wa kukaa kimya. Ni sauti inayosikika, ni hoja inayojibiwa, ni jina linalobakia kwenye mjadala, na safari yake na bado inaendelea. Kutoka mahakama za sheria hadi sakafu ya seneti, Edwin Sifuna ameijenga taswira ya kiongozi anayezungumza bila kuyumba. Wengine umuona kama mkosoaji mkali, wengine kama mtetezi wa demokrasia, lakini jambo moja halipingiki: sauti yake imekuwa sehemu ya mjadala wa taifa. Na katika siasa ambazo hubadilika kile uchao, safari yake bado haijafikia tamati. Hii ni hadithi ya kiongozi ambaye bado anaandika sura zake moja baada ya nyingine. Mimi ni Duke Domakori na hii ni Duke Media.